Hujambo na karibu, huu ni Mshike Mshike, mimi ni Fatma Abdallah Chikawe. Tuanzia kutazama taarifa ambayo inahusiana na klabu ya soka ya Simba. Wekundu wa Msimbazi rasmi itamtangaza kocha mkuu mpya wa kikosi hicho wiki hii baada ya kukamilika kwa mchakato wa ndani. Ni takriban wiki sasa tangu wathibitishe kuachana na kocha wake Fadlu Davis aliyejiunga na klabu ya huko Morocco, lakini pia yenyewe ikamtangaza Hemedi Suleiman Morocco kwa kocha wa muda wa wekundu hao, lakini tayari ameshaiongoza Simba kwenye mechi moja ya marudiano hatua ya kwanza ligi ya mabingwa Afrika, ambao wametoka sare ya 1-1 na Gaborone United kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Na kupitia kwa meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba, uongozi umempongeza kocha wao wa muda Hemedi Suleiman Morocco kwa kuhakikisha kwamba wanavuka kwenda hatua ya pili. Kwa kipekee kabisa tunampongeza mwalimu Hemedi Suleiman Morocco kwa kusimamia vema mechi ya jana na kuiwezesha Simba Sports Club kuvuka na kwenda hatua inayofuata. Kwa ushirikiano wa pamoja kutoka kwa viongozi wa Simba Sports kuja kwa wachezaji, benchi la ufundi, tukafanikisha azma yetu ya kufuzu kwenda hatua inayofuata. Mechi haikuwa nyepesi hata kidogo, na nadhani inawezekana hii ikawa ndo mechi iliyokuwa na mvuto zaidi kwenye mechi za hatua za awali. Tulikutana na mpinzani bora kweli kweli, na kama sio Simba Sports Club ile timu ya Gaborone ingeweza kucheza hata group stage na ikafanya vizuri. Bahati mbaya kwao wamekutana na Simba Sports, wamekutana na mnyama ambaye anajua anahitaji kitu gani ili kuweza kufuzu. Kwa hiyo tukacheza kikubwa, tukafanya ukatili wetu ndani ya Benjamin Mkapa na hatimaye tukafanikiwa kufuzu kwenda hatua inayofuata. Ni Ahmed Ali, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba. Lakini baadhi ya mashabiki wa klabu hiyo ya Simba ambao wapo hapa Dar es Salaam wametoa maoni yao baada ya kikosi chao kutinga hatua ya pili ya ligi ya mabingwa Afrika kwa ushindi wa jumla wa mabao 2-1 dhidi ya Gaborone United. Itakumbukwa kwenye mechi ya jana ya marudiano kwa Mkapa, Simba walilazimika kucheza bila mashabiki wakitumikia adhabu kutoka CAF. Lakini mashabiki hao wanakiri kwamba bado kuna kazi ya ziada ya kufanywa kikosini. Jana kwa kusema kweli timu yetu haikucheza vizuri, tukubali tu haikucheza vizuri, na mpira ni mchezo wa wazi, mpira ambao ni mchezo ambao unaonekana kama timu yako inafanya kila kitu kwa usahihi, basi kikipungua kitu najua kabisa hapa kimepungua. Simba tulienda na mwalimu Fadlu pre-season Misri, akataka baadhi ya wachezaji ambao yeye anaona kwenye mfumo wake watamfaa, lakini mwisho wa siku tunaanza mashindano mwalimu Fadlu kaondoka. Kwa hiyo wachezaji wamekuwa katika hali ya sintofahamu, lakini hata hivyo ni wapongeze kwa kupambana kuhakikisha tumeenda hatua inayofuata. Mechi ilikuwa ngumu, lakini Simba tumevuka, na ndo mechi zetu hizi Simba, kwa sababu ukiangalia performance ya timu kweli ilikuwa haieleweki, kwa sababu binafsi naona mechi fitness coach hatuna Simba hadi hivi sasa. Ni kweli hatuna muunganiko, lakini kwa ushauri wangu inahitajika tafutwe kocha haraka iwezekanavyo, kwa sababu mechi ya jana ndugu yangu nilikuwa nashikilia roho nilikuwa nchecheme, lakini tumefuzu alhamdulillah. Tutajipanga wakati muda unavyoenda, tutajipanga, lakini na imani timu ninayo ni nzuri. Kikubwa tu ni chemistry, kwamba unachukua solute una plus na solvent unapata solution. Bado sasa hiyo hatuna. Baadhi ya maoni hayo kutoka kwa mashabiki wenyewe, wana hashtag huko inaendelea, wanasema wanashinda lakini hawana furaha. Ni kukamilishie hapa kile ambacho kinakwenda kujiri kwa timu za Tanzania kuelekea katika hatua ya pili ya ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia kombe la shirikisho. Tukianzia na mzunguko huu wa pili ligi ya mabingwa Afrika, Young Africans wao wanaanzia ugenini dhidi ya Silver Strikers FC, lakini pia Simba Sports Club watakuwa wakicheza dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Na kwenye upande wa kombe la shirikisho Afrika, mzunguko wa pili, wakilishi wawili wengine wa Tanzania hapa ni Azam FC pamoja na Singida Black Stars, ambapo Azam
wao wanapanda boti tu, hakuna ndege hapa, ni dhidi ya KMKM. Lakini pia Singida wao watakuwa wakicheza dhidi ya Flambeau du Centre. Kwa hiyo hizo ndio mechi za mzunguko wa pili baada ya kukamilika mzunguko wa kwanza, ama tuseme hatua ile ya kwanza, na timu za Tanzania zote kwa pamoja 4 zikifuzu kucheza hatua hiyo ya pili kabla ya kuania kutinga hatua ya makundi. Kuna ambao wanakwenda kutinga kwa mara ya kwanza, mambo yakiendelea mazuri, lakini kuna ambao wameshazoea raha za kucheza hatua hiyo ya makundi. Tumezungumza na mmoja wa wachambuzi hapa, lakini pia ni mtangazaji wa matangazo ya kandanda mubashara, Gharibu Mzinga, Kilwa Finest, kuhusiana na aina hii ya wapinzani ambao timu za Tanzania wanakwenda kukutana nao. Pengine ni wapinzani wa namna gani na tutarajie matokeo pia ya namna gani? Young Africans wanakwenda kukutana na Silver Strikers ya Malawi, na Simba wanakwenda kukutana na Nsingizini Hotspurs ya Eswatini. Hizi klabu mbili zote ambazo wanakutana nazo zinatokea katika kanda moja, kwa maana ya kanda ya Kosafa. Kidiplomasia ni ukanda wa SADC ambao na sisi ndani tunaingia. Kwenye eneo la kimpira, huo ukanda wao wa Kosafa ambao ni kanda nambari 6 Afrika, ni ukanda ambao wanapenda sana kushambulia. Yani ni open play, mechi ambayo inafunguka, nidhamu ya kushambulia ni kubwa kuliko nidhamu ya kujihami. Lakini kwa nature ya mataifa hayo, kwa maana ya Malawi pamoja na Eswatini, ni mataifa ambayo sisi tumeyaacha mbali sana. Hata uwekezaji wao katika ngazi ya klabu, bado hizi Simba na Yanga ni mbali sana ukilinganisha na wao. Lakini ni wapinzani ambao utarajiwa watakupa mechi ya wazi. Tuliona Yanga alicheza na Wiliete de Benguela kutoka Angola, ndo kanda hiyo hiyo. Simba alicheza na Gaborone United kutoka Botswana, ndo hiyo hiyo. Maana yake tulishuhudia mechi za wazi, nidhamu ya kujihami ni ndogo, yani sanaa yao ya ulinzi ni ndogo. Kwa hiyo kwa mpinzani huyu bado namuona Simba ni favorite, lakini atapata mechi ya wazi. Lakini kwa Young Africans kwenda kucheza na Silver Strikers ya Malawi, alkadhalika mechi itakuwa ya wazi sana. Sanaa ya kujihami kwa timu za Malawi pia hakuna. Kwa hiyo Yanga ategemea kukutana na mpinzani ambaye yuko free flow, yani mechi itakuwa ya wazi sana, lakini daraja la Yanga ni kubwa, so Young Africans pia ana nafasi kubwa ya kushinda. Kwa Singida na Azam, tukianza na Azam, wao ni timu ambayo haijawahi kwenda huko licha kwamba wamefanya investment ya kutosha kwa muda mrefu, lakini wanakutana na KMKM kutoka Zanzibar. Of course, KMKM ni klabu ya miaka mingi kuliko Azam kwa maana ya umri wake, lakini uwekezaji ambao wamefanya KMKM unatija, ila Azam wamefanya mkubwa zaidi. Maandalizi ya Azam, ukiangalia mechi zao kwa namna ambavyo wanacheza, ushindani ambao wanaupata katika ligi zao, daraja la wachezaji ambao wako nao, unaona Azam wana nafasi kubwa ya kufanya vizuri dhidi ya KM. Na hiyo ni mechi pia ambayo inakutanisha timu zinazotoka katika kanda moja, sio tu nchi, kanda moja, kwa maana ya ukanda wa Sekafa. Ni timu ambazo zinafahamiana kimahadhi. Kwa hiyo KM natarajia itakuwa mechi ya spirit sana, ya kujitoa zaidi kuliko mbinu, kwa sababu wanafahamu juu ya daraja la Azam, lakini pia wanafahamu status ya Azam katika michuano ya kimataifa kwamba sio kubwa sana. Kwa hiyo wanaamini wakitoa spirit huenda bahati ikaangukia upande wao. Yes, lakini kwa upande wa Black Stars, wao ni kwa mara ya kwanza wanakwenda katika kampeni hizi za kimataifa. Wanakwenda kukutana na Flambeau du Centre kutoka Burundi. Ni timu nyepesi kwa jina, ukiangalia uzoefu wao ni mdogo pia kwenye michuano ya kimataifa, hususan kufika hatua za mbali. Lakini kwa kile ambacho wamekifanya, kutoa timu yenye experience kama Al Akhdari ya Libya, tena wameifunga nyumbani pale Inwari, lakini wameenda kule Benghazi Benina, wametoa sare ya mabao 2-2. Unaona kabisa kwamba hawa Flambeau du Centre wana kitu cha tofauti wanakuja nacho. Kwa hiyo ni mechi mpya, yaani unatamani kuiona hii mechi itakapofika. Lakini Singida ni favorite, wana nafasi kubwa kwa sababu ya daraja la wachezaji wao. Wana wachezaji wengi ambao kwenye hii michuano ya CAF wameshafika katika hatua za mbali sana. Kilwa Finest, Gharibu Mzinga huyo akizungumza kuhusiana na kile ambacho timu za Tanzania zinakwenda kukutana nacho kwenye hatua hiyo ya pili ya michuano ya CAF. Lakini kama ambavyo nilikuambia, kuna klabu zinakwenda kuonja hii ladha ya kucheza hatua ya makundi kwa mara ya kwanza endapo watavuka katika mtihani huo wa pili. Miongoni mwao ni klabu ya Singida Black Stars ambao rasmi wanaitaka hatua ya makundi ya kombe la shirikisho Afrika msimu huu 2025
2026. Na hiyo ni baada ya kuvuka kwenye hatua ya kwanza na kuingia hatua ya pili, ambapo Hussein Masanza, meneja habari na mawasiliano wa klabu hiyo, anasema hii ndiyo hatua ngumu zaidi wanayopaswa kuivuka. Hatua ya kwanza tumemalizana na Rayon Sports kwa kuwafunga nje ndani, na sasa tunaenda kukutana na Flambeau du Centre ya kule nchini Burundi, ambao wao wamefanikiwa kuitoa timu kutoka Libya na hao wamesogea kwenye hatua moja mbele. Kwa hiyo ni mzunguko mwingine ambao huu sasa mashabiki wa soka na Watanzania wanisikilize vizuri. Huu ndo mzunguko wa kufa na kupona. Lazima twende tukaipambanie Singida Black Stars kwa mara ya kwanza iandike historia ya kuingia hatua ya makundi. Yaani kitokea tukampiga Flambeau du Centre, na uwezo huo tunao, maana yake tutakuwa rasmi tumepata nafasi ya kuingia hatua ya makundi. Kwa hiyo kwa sasa hatua ngumu iliyobaki, kizuizi pekee kilichobaki mbele yetu ni Flambeau du Centre. Ratiba iliyoko mbele yetu kwenye michuano ya kimataifa, tunatarajia kati ya tarehe 17 mpaka 19 ya mwezi wa 10 tutaanza rasmi kucheza mchezo huo. Kwa hiyo ni wakumbushe tena Watanzania, twende na mwendo ule ule kama ambavyo tulianza na Rayon Sports na tukaona support ya Watanzania. Tena ni washukuru kweli kweli, na ndio maana leo nimevaa jezi ya timu ya taifa ya Tanzania kuonesha kwamba hili ni jambo la kitaifa. Twende tukaisupport Singida Black Stars kimataifa ifike mbali, tukaisupport Yanga ifike mbali, Simba na Azam FC pia, kwa sababu kwenye kimataifa wote tunaongea lugha hii. Na uzuri Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan yuko nyuma yetu, ana hamasa yake ya goli la mama, na Singida tumeshaanza kuona utamu wake. Tumeshapata milioni 15 mpaka sasa. Tunahitaji kupata hamasa zaidi, lakini kikubwa kuliko yote ni kupata ushindi. Umetuandikia nini katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii baada ya kukuuliza swali kuhusiana na hiki ambacho kinahusisha timu za Tanzania, Yanga, Simba, Azam na Singida Black Stars imefuzu mzunguko wa pili mashindano ya CAF. Unazishauri nini kuelekea hatua hiyo? Tuanzie na ukurasa wetu wa Instagram. Morris anasema zinahitaji kuweka full focus kwenye round inayofuata. Naamini mwaka huu tunaweza weka historia bora zaidi ya kuingiza timu 4 makundi. Lakini pia Gaudens anasema wafanye maandalizi yaliyo bora. Uzuri timu zote za Tanzania zimepangiwa, wanaweza kuamudu vizuri. Natumaini wote wanaenda makundi. Lakini Felix Dominic, zitumie mbinu za Simba, wasitumie nguvu nyingi kushinda hizi mechi za awali, kwani mbele wataaibika. Kwenye ukurasa wetu wa Facebook maoni pia. Maganga Anton anasema hapo timu zote inatakiwa wawe serious sana, maana Gaborone ametoa somo tosha kabisa. Tungedhalilika wa Tanzania. Kwa hiyo Simba, Yanga, Azam na Singida waangalie kama mfano, ikiwezekana zaidi waongeze idadi ya magoli ya ugenini. Gervas anasema makocha wawe serious na wachezaji wao, tena pamoja na viongozi wa timu waweke pembeni Usimba na Uyanga, maana hicho nacho kinasababisha wanatumia muda mwingi kuzisema timu nyingine vibaya wakati wanatakiwa kutumia kuzijenga timu zao. Wakumbuke timu za Tanzania zikishinda ni nchi imeshinda. Geoffrey anaona kama msimu wa timu fulani unakwenda kuishia hatua ijayo kwa sababu fulani. Simba na Yanga waongeze uchu wa kufunga magoli, ila Ahwa ajitafakari sana anapofika golini. Tukamilishe na ukurasa wa X. Maoni yako pia kwa kile ambacho umetuandikia, lakini kwa leo tuishie hapa kutazama maoni hayo ya Instagram pamoja na Facebook. Huu ni Mshike Mshike, tutarejea. Tunaendelea kuangazia mengineyo tulionayo kwenye Mshike Mshike usiku huu. Uongozi wa Young Africans hauna mpango wa kuachana na kocha Romain Folz, kocha mkuu wa kikosi hicho, na hawaamini katika kile ambacho wao wanazungumza kwenye mitandao ya kijamii, lakini kubwa wanaamini muendelezo wa ubora wa kikosi chao ndio chanzo cha kelele zote mitandaoni. Ali Kamwe, meneja habari na mawasiliano wa klabu hiyo, anasema uongozi wa Young Africans hautaingia mkenge wa kushinikizwa na mijadala ya uwezo wa kocha dhidi ya ubora wa kikosi chao, wakiamini muda ndio shahidi pekee wa kiu cha mafanikio kwa mabingwa hao wa ligi kuu soka NBC Tanzania bara. Kamwe ameyasema hayo wakati akizungumza na mwandishi wetu Kakuru Msimu kutoka Mbeya. Sisi hatuzuii watu kutoa maoni, na ni jambo zuri watu kutoa maoni. Hii ni taasisi ya mchezo wa mpira miguu, na football asili yake ni opinion. Mkishaona mpo kwenye football mnakwenda kila siku hamna maoni, hiyo haiwezi kuwa football. Tutakuwa mchezo tofauti. Football ni mchezo wa opinion. Kwa hiyo si jambo baya watu kutoa maoni.
Lakini angalia positive kwenye hayo maoni. Watu wote wanaotoa maoni juu ya Young African Sports Club wanafanya comparison ya Yanga na Yanga. Hakuna comparison ya Yanga na timu nyingine hapa Tanzania. Ni comparison ya Yanga dhidi ya Yanga. Kama Yanga inatakiwa icheze kama Yanga hii, Yanga inatakiwa ifanye kama Yanga hii. Hakuna comparison, na hiyo ingekuwa worse kwamba Yanga inatakiwa icheze kama Mbeya City, Yanga inatakiwa icheze kama Mtibwa. Ingefika level hiyo, maana kuna mtu yuko juu ya ubora wetu. Lakini kinachozungumzwa hapa ni Yanga against Yanga, which is very good kwetu sisi. Inaonyesha ni kwa kiasi gani tuna daraja ambao tuko nalo. Lakini kwenye hayo maoni wako watu ambao na wao sasa wanapenyea humo na wao wanapitisha sumu zao humo kutaka tu kutengeneza mvurugano. Mimi nakuhakikishia ndugu yangu, Young African Sports Club isingekuwa na viongozi makini, kocha Nasreddine Nabi asingeondoka Tanzania akawa mfalme. Akishafukuzwa mapema tu, Yanga isingekuwa na viongozi wanaofanya proper analysis ya timu, pengine tungeshamfukuza Said Ramovic baada ya mechi 3 tu. Tungeshamtimua. Kafungwa pale na Al Hilal Mdumani, kaenda kafungwa sijui na wale nani wale Msialja. Tumecheza atupata matokeo mazuri, lakini tulikuwa tunafanya proper analysis ya timu, baadaye tukatolewa kwenye makundi kwa faida ya goal difference, sio kwa point. Japokuwa tulianza vibaya, lakini tuna viongozi ambao wanafanya analysis. Romain Folz bado ni kocha sahihi kwa Young Africans, na ni kocha ambaye ataifikisha hii club kwenye nchi ya ahadi. Ni swala la muda, na ndio maana kama viongozi tumekuwa tuko makini kwenye analysis zetu kuhakikisha timu inazidi kuimprove kwenda mbali zaidi. Tunalipa wachezaji facilities mbali waweze kudeliver kwenye pitch. Sasa mtu anakuambia hii Yanga ipo kina Pacome tu hawa na hawajakutana na timu ngumu wao. Wakutana na timu ngumu lazima wafungwe. Nani kakwambia football unafungwa na timu ngumu? Nani? Yanga tumecheza finali CAF Confederation, tumefungwa na EF. Tulifunga timu ngumu tukafungwa na EF. That's football. Ni Ali Shaban Kamwe, meneja habari na mawasiliano wa Young Africans. Lakini kikosi cha Yanga chenyewe kimefanya mazoezi yake ya mwisho kwenye uwanja wa Sokoine jijini Mbeya leo jioni kujiandaa na mchezo wa ligi kuu soka NBC Tanzania bara dhidi ya wenyeji Mbeya City ambao utachezwa kesho kuanzia saa 10:30 za jioni. Meneja wa timu hiyo Walter Harrison amesema mazoezi yanakwenda vizuri na wachezaji wote wapo kwenye ari kubwa, huku akikiri wazi kwamba wapinzani wao ni miongoni mwa timu bora ambazo zinatoa michezo migumu kwa Yanga. Hata hivyo, Harrison amesema wanajipanga kwa nia alama 3 muhimu, huku akiwaomba mashabiki wao kujitokeza kwa wingi kwenye uwanja wa Sokoine hapo kesho. Nadhani wote tunatambua jinsi ambavyo ratiba zimekuwa tight kwa siku za karibuni. Tumecheza takriban michezo 6 ndani ya siku 15, sio kazi rahisi. Tumefika Mbeya siku ya jana na leo tunafanya mazoezi ya mwisho kabla ya mchezo wetu wa kesho dhidi ya Mbeya City siku ya kesho. Kwa hiyo kila kitu kinaenda sawa mpaka sasa hivi na tuna imani tutakuwa kwenye wakati mzuri wa kwenda kupata matokeo Mbeya. Kitu ambacho kama wote ambavyo mnajua haitakuwa kazi rahisi. Tumeona Mbeya City jinsi ambavyo wameimarisha timu yao na wana squad ambayo ni nzuri, very strong. So tunajua kesho tunaenda kukutana na mpinzani ambaye atakuwa na hali gani, na we are ready kwa ajili ya kwenda kuface hiyo challenge na kujiandaa vizuri kuhakikisha kwamba tunaondoka na point 3. Bila kupepesa macho, nadhani kuna kazi kubwa ambayo inatakiwa kufanywa. Ukiangalia eneo la kuchezea, pitch ya Sokoine imeharibika sana na iko hivi wakati huu ambao ni wa kiangazi. Mvua ikinyesha hapo nadhani hatutakuwa tena na uwanja. Kwa hiyo sio kwamba tunalaumu, lakini tunapenda kutoa angalizo kwa vyombo husika kuona jinsi ambavyo wanaweza wakafanya ili kuendelea kumaintain quality ya mechi ambazo zinacheza hapa, lakini pia quality ya ligi yetu. Tunajua jinsi ambavyo ligi yetu iko kwenye ubora kwa sasa hivi. Kwa hiyo tunatakiwa kuendelea kuifanya iwe bora kwa kuhakikisha pia miundombinu au sehemu ya kuchezea inakuwa vizuri.
Romain Folz kesho ataiongoza tena Young Africans katika mchezo wa pili wa ligi kuu soka Tanzania bara dhidi ya wenyeji hao Mbeya City kwenye uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine jijini Mbeya. Lakini mapema leo wakati wa mkutano na waandishi wa habari, kocha amesema anaheshimu uhuru wa kila mtu kutoa maoni, lakini maono yake yeye kwa sasa ni kuiandaa timu kufika kule ambako hawakuwahi kufika, kwa maana ya kuendeleza kufanya vizuri, wakati kwa upande wa wachezaji wenyewe wanathibitisha kuwa wapo tayari kwa ajili ya kuvuna alama 3. Everyone is entitled and allowed to have an opinion. I have zero problem with that. Everyone is allowed to have his opinion and to express his opinion. Kila mmoja anaruhusiwa kutoa maoni, na hilo ndio tatizo, ya kwamba kila mmoja anaruhusiwa kutoa maoni. Mtazamo wangu ni mrahisi mno. Kwenye mchezo wa pili wa ligi, ni msimu mrefu, tunaandaa timu kwenda kushindana kwenye mashindano. Kama mlivyoona baadhi ya mabadiliko niliyoyafanya, najua ni kwa sababu gani nimeyafanya. Najua ni wapi timu inakwenda na nitaifikisha hapo. Siwezi kuzungumzia mchezaji mmoja mmoja, huwa napenda kuzungumzia timu kwa ujumla. Lakini kwa ujumla wachezaji wanatakiwa kucheza kwa kujiamini, na hatakiwi mtu kusema huyu anaonekana mbaya na haonyeshi kitu chanya. Look, this is bad and not highlighting anything positive. Sisi kama wachezaji tuko tayari kwa mchezo wa kesho, na tunajua mchezo utakuwa mzuri na mgumu, na kwa hiyo sisi kama wachezaji kwa ujumla tuko tayari kupambania club. Ndio naweza nikasema naijua Mbeya City, lakini ujue mpira ni mchezo ambao unabadilika kila siku. Kwa hiyo sitegemei kusema Mbeya City ambayo nicheza kipindi kile na sasa hivi itakuwa iko timu moja, ni kitu ambacho ni kigumu. Na kwa upande wengine, mimi kama mimi sipo kwa ajili ya kucheza kama mimi, nacheza kama timu. Kwa hiyo ninachoamini kama timu kwa ujumla sisi tuko tayari kwa mazingira yote ambayo yatakuwepo kama timu kesho. Nadhani tutapambania kile ambacho tunaamini tutapambana, ndio hivyo ambacho tunakipambania kwa kesho. Kwa upande wa wenyeji Mbeya City, wao wamekamilisha maandalizi yao kuelekea mchezo huo dhidi ya Yanga, na wanadai kuwa wameutumia vyema uwanja wa mazoezi kuhakikisha alama 3 zinasalia Mbeya. Mechi ya kesho ni mechi mpya. Hatuiangalii kwenye zile mechi ambapo amecheza yeye Yanga, hakucheza na Mbeya City. Lakini vile vile sisi tumejipanga zaidi kuikabili Yanga, wenye striker nzuri, wenye beki nzuri. Hata sisi Mbeya City timu yetu vile nzuri. Ukiangalia tumecheza ni mechi nyingi za kirafiki, tumeruhusu goli chache zaidi, lakini hata vile striker wangu tumescore goli 6. Kwa hiyo kwenye mechi ya kesho tumejipanga ni vizuri kuwakabili ni wapinzani wetu Yanga. Si kama wachezaji tumejipanga vyema. Kama nilivyosema, mechi haitakuwa rahisi, lakini sisi kwa mechi ya kesho tuhakikishe tunapambana, kisha nafasi tunazipata tuweze kuzitumia, angalau tuweze kufunga hata magoli ili tupate pointi 3. Lakini Yanga wana timu nzuri na ana timu ngumu pia, lakini ugumu wao hautatufanya sisi tuendelee tusipambane zaidi kwa ajili tunapata matokeo mazuri, lakini sisi tutapambana zaidi ili tuhakikishe tunafungua ngome yao tuweze kupata pointi 3. Raundi ya 3 ya ligi kuu soka NBC Tanzania bara kesho itashuhudia mchezo mwingine wa mapema saa 8 mchana, Singida Black Stars dhidi ya Mashujaa FC. Mchezo huo utapigwa kwenye uwanja wa KMC Complex. Kocha mkuu wa Singida Black Stars Miguel Gamondi pamoja na golikipa wa kikosi hicho Hussein Masalanga wanasema wamejiandaa vizuri, huku wakiwaheshimu wapinzani wao. Mashujaa is normally a very good team in defense. They show even they coming with confidence, they get a good. Mashujaa ni timu nzuri kwenye kujilinda na huwa wanajiamini katika hilo na wanapata matokeo mazuri pia. Wamecheza michezo miwili wakiwa nyumbani, ila ukiangalia wameruhusu bao moja tu. Na msimu huu wana wachezaji wazuri pia, ila tunatakiwa kuwa wajanja katika mbinu, kujaribu kuvunja mistari kama watakuwa wanajilinda, maana hata wao huwa wanajaribu kushambulia kwa kushtukiza. Hivyo tupo tayari. Na kwa jinsi tunavyocheza, sio peke yao ndo hucheza kama hivyo kwa kujilinda. Hivyo tuna uzoefu wa kutosha na tunajua jinsi ya kufanya. For our style of play is not the only team who play like that against us. We have experience and we know how we need to do. Tunaheshimu timu ya Mashujaa, ni timu nzuri
na timu ambayo ina wachezaji wazuri ambao wengi tumecheza nao katika vilabu tofauti tofauti, lakini sisi kama Singida Black Stars kwa upande wa wachezaji tumejiandaa vizuri na mbinu za mwalimu ambazo ameziweka ziko vizuri kabisa. Natumaini kesho tutaenda kufanya kazi iliyokuwa nzuri. Kwa upande wa kocha mkuu wa Mashujaa Salum Mayanga pamoja na nyota wake Crispin Ngoshi wanaamini kesho watakwenda kupata matokeo ya ushindi licha ya ubora ambao wapinzani wao Singida Black Stars wako nao. Sisi kwa upande wetu tunajua tunacheza na timu ya aina gani. Tumecheza mechi mbili za awali na tunajua kesho tunacheza na Singida Black Star timu ya aina gani. Bahati nzuri tulipata nafasi pia wakati wa pre-season, tulipata mechi nao mbili. Kikubwa tumefanya masahisho ya makosa ambayo tumeyafanya, lakini tumejiandaa kutokana na ubora wenzetu walionao kuona tunacheza nao na kutafuta ushindi pia. Wana kikosi kipana, lakini pia wamefanya mazoezi mazuri ya maandalizi. Kikubwa sisi tunajua tunaenda kucheza na timu nzuri yenye ubora wa kiufundi na kimbinu. Tutakwenda kupambana kutokana na ubora walionao, lakini sio kutokana na ratiba ilivyowabana. Singida Black Star ni timu nzuri na tunaiheshimu. Sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri kwa ajili ya kuifanya kazi yetu kesho. Kwa hiyo tushafanya mazoezi na tuko tayari kwa ajili ya kupambana. Ligi yetu ni ngumu na ligi yetu ni nzuri na ni bora. Mtu anashinda popote, mtu anafungwa popote. Kwa quality ya wachezaji wa Singida, kwa quality ya wachezaji wa Mashujaa, itamfanya mpinzani aweze kukubali kile ambacho mwenzake anakitaka. Kwa sisi kama wachezaji tunapambana mechi zetu zote za nyumbani, tunapambana mechi zetu zote za ugenini ili tuweze kupata matokeo ya pointi 3. Itakumbukwa mchezo huu namba 21 wa ligi kuu soka ya Tanzania bara ulipaswa kuchezwa CCM Liti nyumbani kwa Singida Black Stars wenyeji wa mchezo huo, lakini rasmi utapigwa KMC Complex hapa Dar es Salaam. Hussein Masanza, meneja habari na mawasiliano wa kikosi cha Singida Black Stars, anatolea ufafanuzi juu ya mabadiliko hayo. Kikosi kimeendelea kusalia Dar es Salaam kwa ajili ya mchezo wetu wa ligi kuu ya NBC, mchezo ambao tunacheza dhidi ya Mashujaa. Kwa nini timu imebaki Dar es Salaam na sisi ni wenyeji wa mchezo huu? Naona maswali mengi ambayo mashabiki wa Singida Black Stars wanajiuliza kule nyumbani, lakini pia na wadau mbalimbali. Inaeleweka. Ukitazama namna ambavyo tumecheza mchezo wa juzi, tarehe 27 tumecheza usiku pale Chamazi. Mchezo mgumu kweli kweli. Ingekuwa ngumu sana tuamkie tarehe 28 safari, alafu tarehe 29 tujiandae Singida tarehe 30 tuende kwenye mchezo mwingine mgumu. Kwa hiyo uongozi pamoja na benchi la ufundi ulifanya tathmini, ukaona itakuwa kwanza ni kuwachosha wachezaji, hawatapata muda wa kupumzika, lakini pili ratiba muda umebana sana. Kwa hiyo tukalazimika kuwasiliana na bodi ya ligi pamoja na uongozi wa pale manispaa ya Kinondoni na tukakubaliwa kutumia uwanja huo. Kwa hiyo nitoe taarifa rasmi kwa mashabiki wa Singida Black Stars, sababu pekee, hakuna sababu nyingine. Sababu pekee ambayo imelazimisha timu yetu kusalia Dar es Salaam kwenye mchezo huu wa pili kutokana na ufinyu wa muda. Ukiangalia tarehe 27 mpaka tarehe 30 ni muda mchache sana. Kwa hiyo walimu waliwapa wachezaji mapumziko tarehe 28 ili wapate muda wa kufanya recovery program, na baada ya hapo leo tarehe 29 timu imeingia katika uwanja mazoezi mahususi kabisa kwa ajili ya kujiandaa na mchezo dhidi ya Mashujaa. Kupitia kisimbuzi cha Azam TV kesho utaweza kushuhudia burudani hizo za ligi kuu soka NBC Tanzania bara mubashara kabisa kuanzia mechi ya mapema hiyo saa 8, uchambuzi ukianza saa 7 mchana. Takuja kuangazia hayo kwa kina na nitakuja kuungana hapa na mchambuzi wetu, lakini huu ni mshike tutakaporejea. Lamine Yamal arejea kikosini FC Barcelona ikishinda dhidi ya Real Sociedad. Na wauaji wa Kusini na Mungo FC wapo tayari kuikabili Simba Sports Club ligi kuu ya NBC. Karibu tena katika mshike. Mimi ni Fatma Abdallah Chikawe, na wakati huu tuangazie sasa kuelekea mechi mbili za ligi kuu soka NBC Tanzania bara za hapo kesho saa 8 pamoja na saa 10:15 za jioni. Naungana na mchambuzi wetu Philip Nkini kutazama hili kwa kina, burudani hiyo ya ligi kuu soka ya NBC Tanzania bara. Mambo ndo kwanza bado mapya hivi. Ni kweli kabisa. Ligi ndo bado mbichi kabisa.
Singida wanakwenda kucheza na Mashujaa. Mchezo huu unapigwa KMC Complex hapa Dar es Salaam. Ni mechi ngumu. Ni mechi ambayo inaonyesha level ya ligi jinsi ilivyo, kwa sababu Singida wamekuwa bora, lakini pia Mashujaa nao wamekuwa bora kwenye mechi za hivi karibuni. Singida wanaenda wakiwa na vitu vitatu vinawabeba. Wameshinda mechi yao ya kwanza ya ligi, wamechukua ubingwa wa Kagame, lakini pia wamefuzu kwenye hatua inayofuata ya kombe la shirikisho. Kwa hiyo wana package ya vitu ambavyo vinawabeba kuwapeleka kwenye hiyo mechi wakiwa na kiburi. Lakini kwa Mashujaa wanaenda wakiwa wanaamini ya kwamba kwenye mechi mbili za ligi wameshinda moja, wametoka sare moja. Ushindi hapo kwa Mashujaa utawafanya watakaa juu ya msimamo wa ligi nafikiri kwa masaa kadhaa. Kwa hiyo ni kitu kikubwa ambacho wenyewe wanakitaka. Kwenye records, kwenye mechi za msimu uliopita Singida alifanikiwa kuwafunga Mashujaa mechi zote mbili, nyumbani na ugenini. Kwa hiyo Mashujaa wataenda wakiwa wanaenda kujiuliza upya wakiwa pamoja na wana kikosi chao sasa hivi ni kikosi kipya kabisa. Lakini kuna mtanange huo Mbeya City, Green City kule dhidi ya Young Africans. Mechi nyingine ambayo ni ngumu. Kitazama kwenye makaratasi unaweza ukaiona ni rahisi, lakini umewasikia hata Yanga wanasema umeweza kuzungumzia kuhusiana na uwanja sio na vitu vingine, lakini ukweli ni kwamba kwenye mechi ya Yanga na Mbeya City haijai kuwa rahisi. Kwenye mechi 10 za Yanga na Mbeya City, Yanga ameshinda mechi 6, ametoka sare mechi 4. Lakini ana rekodi ya kutoka mechi zote 4 za ugenini ambazo amecheza pale Mbeya. Yaani mechi 4 zilizopita za hivi karibuni zote ametoka sare, hajashinda pale. Mara ya mwisho alishinda mwaka 2018. Kwa hiyo ni mechi ambayo inakupa picha ya kwamba kuna ushindani mkubwa sana kati ya Yanga na Mbeya City wanapokutana. Na ndicho hiko ambacho ulikuwa unazungumzia, makutano ya timu hizi mbili kwenye mashindano ikiwemo ligi kusoka hiyo ya Tanzania bara. Ndio hicho, na ukiwatazama Mbeya City nao wameshacheza mechi mbili, wameshinda moja na wamepoteza moja. Kwa bado wako kwenye nafasi nzuri zaidi ya kusogea kwenda mbele kama watapata ushindi kwenye hii mechi. Kikubwa pitch. Tumesikia hapa Walter Harrison meneja akizungumzia kile ambacho amekiona kwenye pitch ya Sokoine. Kuna namna ambavyo tunakwenda kuikosa burudani ambayo wengi walitarajia zinapokutana timu hizi mbili, manake mbinu zikae pembeni, matokeo yatatawala zaidi. Hapana. Mimi nafikiri bado burudani ya mechi itaonekana kwa sababu mamlaka nafikiri zinajua level ya viwanja ambavyo vinatakiwa. Labda tuone kesho sasa kama kwenye hiyo level ambayo inazungumziwa ndio kwa kiwango hicho kweli, lakini kwenye mechi nafikiri mamlaka zilishatazama ule uwanja na zikaona kwamba unafaa kwa ajili ya kuchezewa mechi za ligi. Kwa hiyo sioni kama kutakuwa kuna kitu tofauti sana kwenye huo mchezo, lakini utakuwa wa kwanza kwa kocha wa Yanga Romain Folz kwenda ugenini. Lakini ni mechi ngumu kwake pia kwa sababu pia kwenye mechi zake zote ambazo amecheza ameshafunga mabao 9 mpaka sasa hivi akiwa hajaruhusu goli hata moja. Kwa hiyo ni mechi ambayo ndio kumpa ladha ya tofauti kabisa. Ambacho leo tumekiona kwake ni kama hana pressure yoyote. Achana na kile ambacho kinazungumzwa kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii, lakini pia hata backup ambao anaipata kutoka kwenye uongozi wa Young African. Tumemwona hapa Ali Kamwe akisema kuna namna pia matokeo chanya yanaweza yakamuongezea yeye ari ya kuthibitisha kile ambacho anakitaka cha kuipeleka Yanga mbele kutoka pale ambapo wamekuwa kiishia mara zote. Kwa level ya makocha ni ngumu yeye kuwa na pressure sababu hana ambacho kinamfanya awe na pressure. Kucheza vizuri inategemea na muunganiko wa timu ambao unaweza kupatikana baadaye. Kwa hivi mwanzo kwenye mechi 5-6 ni ngumu kuweza kuamini kwamba timu inaweza kuwa na makali yale ambao walikuwa nao makocha mengine waliopita. Hajapoteza mechi hata moja, na ndio kitu pekee ambacho kinaweza kikampa kiburi kwake. Kama amepewa target na Yanga mpaka sasa hivi target zake ziko vizuri sababu ameshachukua ngao, ameisha shinda mechi ya ligi, hajapoteza michuano ya ligi ya mabingwa Afrika, bado yuko kwenye nafasi nzuri zaidi. Kwa hiyo sioni kama kuna kitu cha kumpa pressure sana. Moja kati ya timu ambazo huwa zinatendea haki uwanja wao wa nyumbani zinapokuja mechi dhidi ya timu kubwa ni Mbeya City. Hamasa ambao wametoka nayo championship, wamepanda nayo ligi kuu. Ni dhahiri kesho kumbukumbu ya Sokoine tunaenda kuona mechi nzuri ambayo inachagizwa na mashabiki ama wachezaji wa 12 uwanjani. Nafikiri kwenye test ya ligi ambao ni kwenye test ya mechi ambao ni bora zaidi kwenye ligi ambao Yanga atakuwa amekutana nao kwa hivi karibuni, hii hapa inaweza ikawa na test nzuri zaidi kwa sababu tumeona Mbeya City pamoja na kwamba watakuwa na mashabiki wengi uwanjani, lakini pia tumeona walipocheza mechi yao dhidi ya Azam walicheza vizuri sana. Wanaonyesha kwamba wamesajili timu nzuri, lakini wana kocha bora pia. Malale 50 ni mmoja kati ya makocha ambao wanaijua ligi yetu sana. Kwa hiyo sipati shaka kwamba itakuwa ni mechi bora ambayo shabiki yote akitaka kuitazama anaweza akakaa, kama ameshindwa kwenda uwanjani akae Azam TV aitazame.
Sawa, kiachana na hii Jumatano burudani pia inaendelea. Mechi zingine mbili, JKT Tanzania dhidi ya Azam FC, wana Dar es Salaam wote. Simba Sports dhidi ya Namungo. JKT na Azam mechi nyingine ambao ni bora kwa sababu ukitazama JKT kwenye mechi zake nayo pia hajashinda. Yaani kwenye ligi yetu mpaka sasa hivi JKT ameshinda mechi moja, ametoka sare mechi moja. Alikaa kileleni kwenye msimamo nafikiri kwa saa 72. Kwa hiyo anakwenda kupambana na Azam, na kwenye msimu uliopita moja ya timu ambayo ilipata matokeo mazuri zaidi nyumbani ni JKT. Kwa sababu wanaenda kucheza na Azam ambao ameshashinda mechi moja, lakini Azam pia ana kitu cha kujiuliza kwa sababu amecheza mechi ya kimataifa na ameshafuzu kwenda hatua inayofuata. Kwa hiyo anachoenda kukifanya Azam ni kuhakikisha kwamba ule uchovu ambao amepata kwenye michuano ya kimataifa hauathiri matokeo yake kwenye hii mechi hapa. Kwa upande wa Simba na Namungo mara nyingi kumekuwa na pressure kwenye mechi zao. Hakunaga mechi rahisi kadri wanavyokutana kwa sababu kuyatazama Simba nao wamecheza mechi, maneno ya mashabiki nafikiri kila mtu ameyasikia, anasema hawajacheza vizuri sana. Alicheza pia mechi ya ligi na Fountain akapata ushindi, lakini pia mashabiki bado walizungumza hivyo hivyo kwamba hawajacheza vizuri sana. Kucheza vizuri lakini wamepata ushindi na wamevuka kwenda hatua ya pili ni kitu ambacho huwezi kuwauliza sana. Lakini kwa Namungo nao ukiangalia wamepata matokeo mseto hivyo hivyo. Wameshinda mechi moja, wametoka sare mechi moja. Kwa hiyo ni moja ya kati ya zile timu 4 ambazo ziko juu kwenye msimamo sasa hivi kwenye ligi yetu zilikuwa zimeshakusanya pointi 4. Kwa hiyo ni mechi ambayo mashabiki wanaenda kutazama tena ni nini ambacho kinaweza kikatokea kwenye michezo hii hapa. Flora Ibenge rasmi tunamkaribisha maana ameshazoea pitch za Mkapa, Chamazi. Sasa tunaenda kuboresha kwenye pitch zingine ambazo tuko nazo na viwanja vingine bora zaidi. Lakini kizuri ni kwamba mechi hii inachezwa usiku kwa mara ya kwanza. Meja Jenerali Samoyo, uwanja unaendelea kuwa wa kisasa zaidi. Azam kucheza usiku wameshazoea. Kwa walipokuwa Chamazi muda mwingi walikuwa wanacheza mechi zao usiku. Kwa Ibenge pichi ya JKT Tanzania huwa sio pichi ya kuizungumzia sana. Haina tofauti sana na pichi ya Chamazi. Sababu ni moja kati ya sehemu ambapo kuna viwanja bora sana kwa msimu huu wa ligi. Kwa nafikiri Meja Samoyo anakwenda kukutana na pichi nzuri, lakini anakwenda kukutana na aina ya timu ambao mara nyingi ikiwa nyumbani wanahitaji sare. Msimu uliopita walipata sare nafikiri kwenye mechi zaidi ya 10 na ndio moja ya timu ambayo ilikusanya sare nyingi zaidi kwenye msimu mzima wa ligi. Mkini nikushukuru sana. Nakushukuru pia. Naam, ni Philip Mkini huyo mchambuzi wetu wa kandanda hapa tukiangazia kuelekea mechi za kesho ligi kusoka NBC Tanzania bara. Lakini sasa tuangazie maandalizi kuelekea mechi zile ambazo zitachezwa Jumatano, na kwa upande wa klabu ya Simba rasmi leo kikosi kimerejea kwenye uwanja wake wa mazoezi kujiandaa na mchezo wake wa pili wa ligi kusoka Tanzania bara Jumatano hii. Simba itakuwa mwenyeji kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa wakimwalika Namungo FC. Mchezo huo kitaraji kupigwa majira saa 2 za usiku. Namungo naye ni mpinzani wa kumwangalia kwa macho mawili, sio mpinzani wa kumchukulia poa ama sio mpinzani wa kuingia oya. Anaweza akakufanya vibaya na akakuvua taulo ukweni. Kwa hiyo lazima tujiandae vilivyo kuhakikisha kwamba tunakwenda kupata matokeo mazuri. Na mimi sina mashaka na vijana wetu, mechi dhidi ya Namungo tunaweza tukacheza kwa ubora na tukapata matokeo mazuri kweli kweli. Jambo la msingi tu ni wanasimba waje. Kumekuwa na mahudhurio duni sana kwenye mechi za ligi kuu ya NBC. Tuliona mechi yetu ya kwanza dhidi ya Fountain Gate, mahudhurio kusema kweli watu walikuwa wachache kweli kweli. Sasa ile sio sifa ya Simba Sports Club. Of course tunafahamu ratiba ni ngumu, mechi zipo katikati ya wiki, watu wana mapurukushani ya makazi na huko na vile, lakini hakuna namna ndio ligi yetu na hakuna namna ndio Simba yetu. Lakini kuelekea mchezo huo, kocha mkuu wa Namungo Juma Ramadhani Mgunda amesema kwa upande wao wamejiandaa vizuri kukabiliana na Simba kwa dakika zote 90 licha mchezo huo kuwa na ugumu kutokana na ubora wa kikosi cha Simba. Namungo wameanza na mguu mzuri msimu huu wa ligi, alama 4 kwenye mechi 2 ambazo wamecheza mpaka sasa. Tunajua kabisa, tunafahamu na tunaelewa fika kabisa tuna mchezo mgumu na mzito siku ya Jumatano. Kwa hiyo la kusema ni kwamba tahadhari ya kucheza na timu kama Simba tumechukua na tunachukua na tutaendelea kuchukua
mpaka mwisho wa filimbi ya mwisho ya mchezo, kwa sababu tunaamini tunacheza na timu kubwa, timu nzuri yenye wachezaji wenye quality nzuri na timu ambayo kwenye mashindano makubwa ya Kiafrika. Kwa hiyo unaona kabisa tunacheza na timu ambayo ina uzuri kiasi gani. Lakini kwa kuwa tunazungumzia kucheza mechi yetu ya ligi ya NBC Premier League kesho kutwa, kwa hiyo maandalizi ya kucheza mchezo kama huo sisi tumejiandaa, na ndio maana tumekuja Dar es Salaam kutoka jana. Uzuri ni kwamba tutacheza na timu tunayojua, timu tunayofahamu kwenye ligi. Kwanza kabisa katika kanuni hizi, moja ya kanuni za fair play ni kumheshimu mpinzani wako. Kwa hiyo tunawaheshimu Simba kama isa Simba kwa mujibu wa kanuni fair play, maana mchezo wa mpira sio ugomvi, sio? Kwa hiyo tunaheshimu kwenye hilo. Kwanza haya mengine ya kiufundi ambayo swali lako umezungumza, hayo yanahusu wana Simba. Nikukumbushe kwa mara nyingine tena, kwa mara ya kwanza uwanja wa Meja Jenerali Samuyo Jumatano hii itachezwa mchezo wa ligi kuu soka NBC Tanzania bara majira ya usiku. Uwanja huo ukiwa ni miongoni mwa viwanja vya mazoezi vilivyotumika wakati wa michuano ya CHAN 2024. Ulifungwa taa mpya na za kisasa ambazo zinatoa fursa kwa wapenzi wa soka kushuhudia burudani ya kandanda hata wakati wa usiku. Wenyeji JKT Tanzania watacheza dhidi ya matajiri wa jiji Azam FC, na kwa mujibu wa ofisa habari wa JKT Tanzania Masau Bwire, wanasema wataendeleza kichapo cha kizalendo ili kuwapa raha mashabiki wake. Tunachokingoja sasa hivi ni kukitimiza kichapo chenyewe ili Watanzania waendelee kuamini hakika msimu huu kichapo cha kizalendo hakikwepeki, na hilo ndilo lengo letu. Kwa hiyo ni mchezo ambao sisi tunautazama katika namna ya kipekee sana. Ni mchezo utakuwa na tension si tu kwa wachezaji mpaka kwa watazamaji. Na mpaka sasa watu wameanza kuzungumza itakuweje. Mimi niwaambie waje, washuhudie, waone kile ambacho kitakuwa. Tuna hakika sisi kama JKT Tanzania kwa malengo tulionayo msimu huu, makusudio yetu, tunakwenda kumchapa Azam. Na tumchapi kivingine, tunamchapa kizalendo. Ndiyo kawaida yetu. Ni mechi ambayo kiingilio chake kitakuwa shilingi 2,000 tu kwa majukwaa yote. Kwa hiyo ni kiingilio ambacho kila Mtanzania ataweza kuingia. Na ni mechi inapigwa usiku saa 1 kamili jioni na kuendelea. Huu ni mshike, tutarejea. Tuendelee kuangazia mengineyo tulionayo kwenye mshike. Chama cha soka mkoa wa Tabora kwa kushirikiana na wamiliki wa uwanja wa Ali Hassan Mwinyi, Chama cha Mapinduzi CCM, wapo katika hatua za mwisho kukamilisha maboresho ya uwanja huo kama walivyotakiwa na bodi ya ligi baada ya kufungia kutumika katika mechi za ligi kuu soka ya Tanzania bara. Mwandishi wetu Juma Kapipi na undani wa taarifa. Naam, ni kweli kwamba uwanja huu wa Ali Hassan Mwinyi hapa mjini Tabora ulikuwa umefungiwa baada ya kuonekana kwa kasoro ndogo ikiwemo eneo la pichi na hata eneo la mzunguko ambalo mashabiki wanakaa. Walitoa maelekezo maeneo hayo yafanyiwe kazi. Jitihada kati ya chama cha soka mkoa wa Tabora, wamiliki wa uwanja na pengine wamiliki wa timu ya TRA United walikaa pamoja na kukubaliana nini ambacho wanaweza kufanya, na haya ndio walioshughulika nayo. Hivi sasa tumepata maji ya kutosha na ndio tunaendelea kumwaga kama hali mnavyoona mlivyokuta hapa uwanjani kwa sasa. Mara nyingi tumezoea kwamba maji yanayopatikana kwa hapa uwanjani huwa ni ya zimamoto tu, pale mnapokuwa mmefungiwa ndio tunaona maji. Lakini kwa sasa mmejiimarisha kiasi gani kwenye maji? Kwa sasa tumejiimarisha kama nilivyosema, tangu msimu ulivyoanza huu nilisema kwamba tutaweza kukubaliana. Nipeleka taarifa ofisini, wakasema tutachimba kisima ambacho tumeshafanya survey na eneo hapo nje kitachimbwa kisima. Lakini wakatumia plan B, kuna visima viko pale eneo la Kitete, kata ya Kanyenye. Tumeunganisha maji kutoka pale mpaka hapa. Tumefunga pampu ndio tunaumwagilizia kwa sasa. Kwa hiyo tunatumia hayo. Kwa hiyo maji sasa hivi uwanjani yataendelea kuwepo ya kutoshelevu. Ni masaa 24. Masaa 24 kuna maji. Kwa hiyo wanafungia leo, kesho tunapata maji ya uhakika. Kwa hiyo ikawa ni nafuu.
imetusaidia kwa kiasi kikubwa sana. Kama unavyoona uwanja tayari umeshaka katika 100%, na hata baada ya hapo tuliita wataalamu mbalimbali wa kilimo na nini, wakatushauri vitu vingi. Kuna vitu tumepiga huko, booster imepigwa nzuri, maji yanamwagika ya kutosha. Kwa hiyo naamini mpaka kufikia Jumatatu, Jumanne tutakuwa swala la pitch tumeshamalizana nalo. Mbali na eneo la pitch, lakini pia Sabuni amezungumzia eneo la mzunguko, kwa maana pale ambapo wanakaa mashabiki. Kwa hiyo kesho fundi ataanza kuweka wavu, bomba kama mnavyoziona ziko tayari. Kwa hiyo nyavu itaanza kuchomelewa, kuwekwa mpaka kuzunguka uwanja wote. Tunataka tuhakikishe kwamba maeneo yote yamekamilika. Baada ya hapo tutavielekeza vilabu vyetu ambavyo vinatumia uwanja huu, TRA United pamoja na Rhino Rangers, waandikie bodi ya ligi ili waweze kuja kukagua. Na basi ni hayo tu, lakini kitendawili kinasalia pale pale tarehe 22 Oktoba mwaka huu. Ni kweli TRA United itarejea katika uwanja huu kuja kukipiga na Mashujaa. Ni kitu ambacho pengine kinasubiriwa kwa hamu na mashabiki wa soka wa mkoa wa Tabora. Mimi ni Juma Kapipi, Azam Sports, Tabora. Baadhi ya wanachama na mashabiki wa klabu ya Simba mkoani Mbeya wameiomba serikali kuingilia kati na kudhibiti wafanyabiashara wanaouza jezi feki za timu hiyo kwa madai kuwa wanachangia kudumaza maendeleo ya klabu. Kakuru Msimu na taarifa ya kina. Ni wakati wa uzinduzi wa tawi la Simba katika kijiji cha Bugoba, wilaya ya Rungwe mkoani Mbeya. Kazi hii imefanywa na mwenyekiti wa klabu hiyo mkoani Mbeya, Abel Mwasofu, aliyeambatana na mwenyekiti wa Simba wilaya ya Temeke, Fortunatus Joni. Wengi wao wanabeza uzinduzi wa matawi, wasijue faida ya kuzindua matawi ni nini. Kwa maana hiyo, kwa namna nyingine tunawaandaa wanachama wapya ambao watapata kadi za wanachama. Timu ni nzuri na nadhani mwaka huu mashindano ya kimataifa, kutokana na uzuri wa timu yetu, tutafika mbali. Kuondoka kwa kocha Fadru Davids kumetajwa kuwa pigo, ambapo wameuomba uongozi wa klabu hiyo kuharakisha mchakato wa kupata kocha mpya. Fadru ndio amevunja mkataba na Simba, na ukishavunja mkataba ina maana wewe unailipa ile sehemu unayofanyia kazi. Hiyo ipo katika mkataba. Kubwa ni kuomba viongozi, benchi la ufundi pamoja na sisi mashabiki tuweze kuwa pamoja kuhakikisha tunashinikiza ushindi. Kando na hayo, ndipo wakaeleza kukerwa na swala la uuzwaji wa jezi bandia. Tujitahidi kama hapa mimi nilivyo, inatakiwa ndani ya wiki hii nipate jezi original ili timu yetu ya Simba iweze kupata kipato. Pia sisi wenyewe tunaovaa jezi mara nyingi watu tunapendeza. Hasa unakuta kuna hawa maharamia ambao wanatengeneza jezi fake. Hawa kwa kweli itakia, kama serikali kweli kwa macho, itakiwa wafuatilie sana. Unakuta mtu ameacha kununua jezi original, anaenda kununua jezi fake. Hasa na unaipendeje klabu yako kama utakuwa unanunua jezi fake? Tutazikomesha jezi fake. Manake mimi ninapovaa jezi original ninakuwa timu yangu, pia nakuwa naisaidia timu yangu kwa namna moja ama nyingine. Kwa unapovaa jezi fake na maana wewe timu yako naididimiza. Ili kuyafikia malengo waliojiwekea kama klabu, swala la umoja na mshikamano limetajwa kuwa nguzo ya kuunganisha, kama isemavyo kauli mbiu yao ya Simba nguvu moja. Kakuru Msimu, Azam Sports, Mbeya. Mashindano ya ligi kuu ya netball taifa yamefunguliwa rasmi leo huko mjini Tabora katika viwanja vya shule ya sekondari ya wasichana ya Tabora, huku serikali ikitoa rai kwa wadau wa michezo kuwekeza katika mashindano hayo kwa kuziunga mkono timu 13 zinazoshiriki. Juma Kapipi anarejea tena hapa na taarifa kina. Ni ufunguzi wa mashindano hayo ya ligi kuu ya netball Tanzania hapa mjini Tabora. Akifungua mashindano hayo ya ligi kuu ya netball, mkuu wa wilaya ya Tabora mjini Upendo Wela ametoa rai kwa wadau kuangalia namna ya kuwekeza kwenye mashindano hayo. Football inao wadhamini wengi wa kutosha, kwa nini isiwe kwenye michezo yetu ya Taleta? Manake bado basi tunayo kazi ya kufanya kuhakikisha kwamba tunawashirikisha wadau ipasavyo ili waweze kuona umuhimu wa kuweka fedha katika mashindano haya. Ili basi tuhakikishe na yenyewe yanaendelea kufanyika, lakini kuhakikisha kwamba changamoto ambazo umezibainisha hapa zinatatuliwa, kwa sababu naamini wadau wapo. Na hapa nitoe rai, kwa sababu tunazungumza pia kupitia vyombo vya habari, tunaamini pia watatusikia kwamba tuwaombe na wenyewe wawekeze nguvu katika
mashindano haya ya mpira huu wa pete. Akisoma taarifa fupi ya mashindano hayo ya ligi kuu ya Netball Tanzania mwaka 2025, katibu mkuu wa chama cha Netball Tanzania cha NETA, Hilda Mwakatobe, amedai licha ya changamoto za ukato wa kifedha, lakini timu 13 zilizoshiriki zimesaidia kufanikisha kuwepo kwa mashindano hayo, zikiwemo zile timu za majeshi nchini, taasisi za umma na taasisi binafsi. Jambo hili la kuzigharamia timu kushiriki mashindano haya limeisaidia sana CHANETA kutekeleza majukumu yake ya mwaka. Kwa kiwango kikubwa mashindano haya ndiyo yanayotumika kuchagua wachezaji watakaounda timu ya taifa, yaani Taifa Queen, ambayo huwakilisha nchi katika mashindano ya kimataifa. Nao baadhi ya washiriki wa mashindano hayo wamekuwa na mtazamo juu ya mashindano hayo ya mwaka huu yanayodaiwa kuwa na ushindani mkubwa. Kwa hiyo tunafurahi sana kwa tunaona fursa, tunaona jinsi ya ushindani na tunacheza vizuri ili tupate fursa zaidi nyingine. Kwa sababu timu yetu bado ipo chini, ndio kwanza msimu wa kwanza kushiriki ligi daraja la kwanza. Ligi kuu ya Netball Tanzania kwa mwaka 2025 itaendelea kulindima kwa zaidi ya siku 10 katika viwanja hivyo vya shule ya sekondari ya Tabora wasichana hadi kufikia fainali Oktoba 6 mwaka huu. Juma Kapipi, Azam Sports, Tabora. Timu ya KT Veterans Sports Club inataraji kuondoka usiku leo kuelekea Uturuki kwa ziara maalum ambayo itajumuisha michezo kadhaa ya kirafiki. Mungu akipenda tutakuwa katika jiji la Istanbul, Turki. Kwa hivyo tunaamini kwamba yale ambayo tumeyakusudia ndio haya ambayo tumeyafanya, kwa sababu ili uweze kujenga mahusiano lazima ufike kwa wahusika. Kwa hivyo wahusika wenyewe ndio hawa ambao tunakwenda kwa pamoja kukutana na watu wa mataifa mbalimbali. Tutakuwa na michezo ya kirafiki katika jiji la Istanbul pamoja na Ankara. Kwa hivyo ni furaha kwetu kwamba katika yale ambayo tumeyakusudia tunaona yanaanza kufungua njia na fursa. Sisi ni brothers. Kwa hiyo of course tunapofikia kwenye Simba na Yanga kule kila mmoja anakuwa na upande wake, lakini tunapokuwa kwenye jambo letu la KT Veteran tunakuwa wamoja. Kila mmoja anauacha wa Simba wake na kila mmoja anauacha wa Yanga wake. Tunakuwa tumesimama kwenye KT Veteran Sports Club. Na hicho ndio kitu ambacho tunachoweza kulinga sisi. Kuna watu wengi tuna itikadi tofauti, lakini inapofika swala la KT Veterans zile itikadi zetu zote huwezi kuziona. Mimi huwezi kujua kama ndo mratibu wa Simba, yes, wala Almitikasi huwezi kujua kwamba mpenzi wa Yanga, wala Mudisebe huwezi kujua kwamba Yanga kindakindaki. Naam, wakati huu tunakamilisha mshike, ni kukumbushe tu hondo wa La Liga Lamine Yamal rasmi amerejea katika kikosi cha FC Barcelona na jana amesaidia kupata ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Real Sociedad. Lakini kabla ya kukamilisha ni kukumbushe tu miongoni mwa taarifa tulizokuwa nazo. Wekundu wa Msimbazi Simba kumtangaza kocha mpya muda wowote wiki hii. Mabingwa watetezi wa ligi kuu Young Africans kutupa karata dhidi ya Mbeya City hapo kesho. Na Lamine Yamal arejea kikosini wakati ambapo uhondo wa La Liga ndio kwanza umeanza. Asante kwa kuungana nasi. Mimi ni Fatma Abdalla Chikayo, usiku mwema.